Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari zenu ndugu zangu na karibuni sana katika channel yetu ya Saa Bin Laden 786. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uhai na namshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kujalia nyinyi watazamaji wangu nuru na baraka tele, lakini pia namuomba Mwenyezi Mungu akuzidishieni kile ambacho anastahili yeye, Allah yeye amekadirieni kwa rehema zake. Lakini kingine namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kujua vidogo na vichache vile ambao Allah ametukadiria katika elimu ya tiba. Channel yetu hii kwanza tunajifunza elimu mbalimbali kuhusiana na elimu ya tiba, lakini pia tunatibia kila aina maradhi, kila aina matatizo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Sisi ni sababu ya kufanya wewe upone au kufanya wewe ufanikiwe katika majambo yako kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Leo nimekuja na somo kuhusiana na miti shamba. Watu wengi wanakuwa wananiambia kwamba kila siku unatuelekeza tiba kwa kutumia tu Qur'ani, abjadi, barahati, kadha wa kadha, lakini haujawahi kutuelekeza kuhusiana na miti shamba. Somo letu la leo tutasoma kuhusiana na miti shamba. Sasa miti shamba ni miongoni mwa vitu vikubwa katika elimu ya tiba, kwa sababu pamoja na vyote utasoma dua au utafanya vyovyote, lakini dawa ni kitu muhimu sana kumpa mgonjwa. Kwa sababu pamoja na vyote ukimaliza kumtibia mgonjwa lazima umpe dawa, koge, anywe, afanyaje. Kwa hiyo leo nitakuelezeeni mti wa ajabu katika ulimwengu wa tiba. Mti wa ajabu katika tiba. Mti wa ajabu katika miongoni mwa miti ya ajabu katika ulimwengu wa miti shamba. Sawa sawa. Mti gani huu ambao nitakuelezeeni nyinyi? Ni mti ambao unaitwa mgagani. Mgagani ni mti ambao unaota makaburini, lakini pia unaota sehemu yote tulivu. Mgagani ni miongoni mwa mti wenye maajabu makubwa sana katika ulimwengu. Ni mti ambao nimeufanyia research kubwa sana mgagani. Mgagani unao uwezo ukiutumia kwa ufasaha wewe utapendwa na watu, utasikilizwa na watu na utapata utajiri. Kuna baadhi ya watu watajiuliza katika akili zao kwamba hivi ni kweli mti utaweza kunipa utajiri? Nikwambieni siri moja, mti unaweza kukupa wewe utajiri kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Elimu ya tibi ni elimu ambayo inataka sana imani kuliko chochote. Elimu ya tibi ni elimu ambayo inataka sana imani kuliko hata ujuaji. Mti unaweza kukupa utajiri kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Allah kuna watu amewachagua kuwa watajiri, lakini pia Allah kuna watu amewachagua kuwa wakubwa katika ulimwengu kuliko mtu yoyote. Kwa maana katika ulimwengu kuna viongozi, kuna hiki, kuna kadha wa kadha. Lakini pia katika miti pia, amini leo au usiamini na kupasiri, kila mti una malaika wake. Kama sisi binadamu tulivyokuwa na malaika wawili ambao mwingine anasimamia ukifanya dhambi anakuandika, mwingine na thawabu anaziandika, lakini pia katika kila binadamu kuwa hivyo, basi katika kila mti una malaika wake. Sasa utafanyaje leo ili ufanikishe kupitia mgagani? Narudia tena, mgagani ni miongoni mwa miti yenye maajabu makubwa katika ulimwengu wa tiba na katika ulimwengu wa mivuto. Kazi ya mgagani kukufanya wewe kuwa na pesa, kupendwa na watu, kusikilizwa na watu na kupata kile unachokitaka kwa uhakika. Kwa sababu hapo watu katika sisi, mtu ana pesa na kila ana CV, ana kila kitu katika yeye, ana vyeti na kila kitu, lakini akienda kuomba kazi hapati. Mwingine yeye kile anachokifanya akipata pesa zake hazijai, kesho zinaisha pasi na yeye mwenyewe kujielewa. Kwa hiyo tunafanyaje ili tupate huu mgagani utusaidie matunda na tupate pesa na tupate kila tunachokitaka katika ulimwengu? Kwanza, nenda katika mti wa mgagani asubuhi alfajiri, kachume majani ya mgagani. Kipindi unachuma majani yao ya mgagani, wewe unasoma kile ambacho unataka kwenda kusema. Mfano, Mwenyezi Mungu, kwa siri ya mti huu na kwa baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naomba nijalie iwe ni dawa ya mimi kufunguka majambo yangu. Naomba nijalie iwe ni sababu ya mimi kufikishia malengo yangu. Ukishamaliza hapo, chuma majani yako. Baada ya kuchoma majani yao vizuri, nenda moja kwa moja kwenye mbuyu. Mbuyu uzunguke pande zote 4. Sema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh katika ule mbuyu. Kisha kata magome ya mti ya mbuyu. Baada ya kukata magome ya mti wa mbuyu, sawa sawa, kachanganya na mgagani. Baada ya kuchanganya vizuri na mgagani, tafuta dawa moja inaitwa mdokteri. Baada ya kutafuta mdokteri, tafuta na mavi ya mdudu huyu hapa, nitakuja kumtaja baadaye. Mavi hayo asili yake ni meupe.
Baada ya kuchukua hayo mavi ya huyo mdudu, changanya na samaki anaitwa shilonge. Baada hapo tafuta yai la kienyeji safi jeupe, yai la kuku mweupe wa kienyeji. Ukishamaliza chukua sarafu zile 7 za nchi yako yoyote ambayo unajua wewe. Baada ya kumaliza hiyo dawa vizuri, utatumia dawa yako sasa kuipaka kwa manuizi. Unasema napaka dawa yangu hii kwa ajili ya kupata pesa, kwa ajili ya kupata utajiri, kwa ajili ya kupata kila unachokitaka katika ulimwengu. Hii dawa ni dawa kubwa sana. Ni dawa ambayo mtu yote akiitumia, naamini wiki ijayo atakuja kuniandikia katika comment yote aliyewahi kuitumia hii dawa, ambao hii akija akaitumia kwa ufasaha, basi lazima atafanikiwa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo dawa hii kwanza inafungua mizimu iliyofungwa, lakini pia inafungua mtu aliyefungwa asipate pesa, lakini pia inakufanya wewe mhusika utakayotumia upendo na watu. Kama kazi utapata chochote unachokitaka. Baada ya kufanya hivyo, hii dawa kaichanganye kwenye sufuria ambayo sufuria mpya, na unaanza kutumia dawa yako hii. Ongeza katika maji yako hayo, ongeza na marash rose au maji ya Zamzam. Hii ni miongoni mwa miti mikubwa, miongoni mwa miti yenye siri kubwa katika ulimwengu wa miti shamba. Elimu ya tiba ni pana. Mimi nitajaribu kukudadavuleni kwa kila siku taratibu kile ambacho Allah yeye amenijalia. Mwisho naomba msisahau kusubscribe, lakini pili na lakati na kupendeni sana, na Mwenyezi Mungu atujalie kile tunachokifanya katika channel yetu hii kiwe kun fayakun. Amani iwe juu yenu na Allah akubarikini kwa rehema zake.